Bwana, mambo vipi? Hapa ni JL Media online na tumekutana leo. Nimekutana na Congo Queen na nitaweza kumuulizia mambo mengi sana, hususan ni mambo ya biashara na ugumu wake pia. Na tupo Arizona sasa hivi. Yaani tumemsaka Congo Queen hadi tumempata. Jambo. Jambo sana. Unaendelea? Salamu. Unaweza ukawaambia watu vipi kuhusu hali ya hapa Arizona? Hali hapa ni nzuri. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tuko hapa, hali hapa ni nzuri, ni jasho sana. Hata sasa hivi hapa nishaanza kusikia jasho. Arizona kumejaa joto mwingi na hali kweli tunaiona jua ni kali sana. Lakini tusiongelee sana kuhusu haya mambo. Inatakiwa tuulizie kwanza kuhusu mambo ya biashara. Unapata ugumu vipi? Unapata ujasiri haje ukiwa unafanya biashara? Cha kwanza, kufanya biashara sio kitu rahisi. Kufanya biashara unabidi kwanza upambane na ujue biashara gani ambavyo like bondo inahitaji zaidi sana. So cha kwanza, tukiangalia kwenye bondo kuna wanawake wengi sana wanafanya biashara. So tuseme kama biashara ya nguo, kileta nguo hatuwezi kununua zaidi sana. So una kitu ambacho unaweza kukakileta afu kile kitu hakina mtu mwingine, kwa sababu wewe kisha upate wateja kwa haraka. Yaani hivyo ndio naweza nikasema. Na kuna hapo hivyo kwenye biashara, lakini ngoja tuulizie kuhusu comment za baadhi ya watu wanaokufuatilia. Hususa ukiwa live TikTok. Waga kuna comment nyingi hasa kuwa huwa unapenda sana kutukana watu. Hii imekaje? Mimi sijatukana mtu. So ni vile tu kisi watu wanavyokuja. Unajua kuna watu pia wanataka yani ukose kupata zile nguvu za kutumika kile kitu ambacho unapenda. So kitu ambacho mimi Congo Queen sipendaji, unakuta mtu anataka kukushusha heshima yako, anataka kukudharau wakati kuna mambo ambayo unatumika kabisa, alafu unajisikia wewe ndio tuseme kama vile wewe ndio msaidizi kwa bondo kwa ajili ya biashara. So tuseme mimi situkani. Ni kama tu vile sitaki ule mtu aniadibishe brand yangu. Kwa sababu nakuta nishakaa miezi sana na miaka mingi sana kwenye brand yangu ya Congo Queen na kwenye biashara yangu nishafanya miaka 2. Alafu unakuta kuna mtu anakia kunidharau. Mimi siwezi nikakubali ile mtu anidharau afu na mimi niko naona bro. Yaani mkubali, mkatai, siwezi nikakubali mwanamke mwenzangu aje anidharau afu tena aje nitukanie biashara yangu na mimi niko naona. Afu ndo nikae kimya aseme kwa sababu tu eti kama watu wanione kama mimi niko mpole. Hapana. Ukija kwenye biashara yangu ni lazima tutamalizana, kwa sababu biashara ndio kitu ambacho kinaniingizia pesa hapa mjini. Ushaona? Alafu kuna watu wanawake wengi sana hawawezi biashara. Unakuta biashara yake hata viposti, hata viteke biashara yake, hata birekodi mzuri, hata wale watu wanakia kumnunulia hata bakaribisha vizuri zaidi sana. So unakuta mimi Congo Queen niko na wao ujuzi wa kufanya hivyo vyote vitu. Kurekodi mtu sio kitu rahisi bro. Na kitu kingine, kuposti vitu kwenye mitandao. Kuna wanawake wengi sana wanaposti wapate hata viewers. Na wajui jinsi gani ya kupromote biashara yao. So hawezi kuja kunikuta mtu yeye ni mfanya biashara huyo, labda anataka kununua biashara yangu kwa sababu tu apate maneno fulani, akienda kukampani Congo Queen aeta vino, Congo Queen vya biashara leo mtavina hola. Na mzigo kwa nje, lakini anasema maneno mengi. So kwa hiyo mimi Congo Queen siwezi nikakata tamaa kwa ajili ya hicho kitu. Lazima tutapigiana simu, tunaongea, kishindwa kusimu anaenda ku TikTok, tunafuatana huko kwa TikTok, kwa sababu pia ni mmoja wapo jinsi gani ya kupata viewers. Lakini sasa unajua sisi wa Bembe wakiona mambo yako kwenye TikTok unaweza kuchukulia serious ukimwona ashikone ajapokuwa mtumia biashara. Mimi sasa nikajali na maneno ya watu bro, kwa sababu kuna baadhi ya maneno mengi sana waga yanaongelewa kuhusu Congo Queen. Kuna muda huwa anatangaza biashara vizuri na kuna muda huwa kama vile anaenda kukejeli watu. Hapo jamani, tuseme tu kweli, sisi wafanya biashara waga tupendani. Na waga kusema kweli waga tupendani, na wao pia waga wananikejeli. Tuseme kama vile tunatupiana mafumbo nini, unakuta watu wana bifu fulani. Hivi kuna baadhi ya wafanya biashara mimi na wao ni nini? Mimi kuna bifu nyingi. Sana vipi au kutrend? Mimi kusema kweli, unajua saa zingine sio nikafanya bifu na mtu ambaye yuko kwenye level zangu. Kitu kingine kiko hapo, mtu ambaye ana viewers, mtu ambaye ajulikani mimi ni muongelewa kazi gani. Sio kitu kingine tu namuona, hata kiniongelea vibaya mimi sijali, kwa sababu najua hata kupata viewers kama vile nitakazozipata. Na kitu kingine siwezi nikajali sana. Shina jali mangangando tendene maosa, lumakalo ale nangansenge nane. Na lomo yawamu ochu tu ala cha nimo tumia zaidi sana acha biashara. Lomba kata leo achale rais ingelalia live. Unajua kama nachukua confidence, ole confidence fulani wabidi wewe na bobasha fulani, ingelalia live na jipromote biashara. Kuna watu wengi sana wanashindwa hicho kitu. So kama mimi Congo Queen akiweza ni lazima nijiproud, nijivunie pia. Yeah. Kwa una neno gani la kuambia watu kama hao ambao waga wako hivyo sana? Na kuna kipindi pia nishe kukutana na clip moja ambayo imesambaa, kuna mdada fulani simjui ambao vipi imekaje wewe na yeye, najua wewe unamjua.
Kisema kweli mimi yule dada mimi namjua, sina bifu naye. Kama kawaida tu, si ni mwanadamu. Oh yes, mambo tu ya biashara. Unajua mimi yani haya magombano madogo kwenye mtandao kawaida yangu kwa sababu mimi ni Kongo Queen. Na ni lazima nipigwe moyo kwa sababu mimi ndo mtu ambaye najituma sana, tunapambana sana kwenye biashara, tunaweka moyo wetu wote kwenye biashara. So kwa ni lazima tutateseka pia kwenye biashara. Sio kitu rahisi. Usione tu mtu hivi anafanya biashara kama vile ni rahisi. Ndio kuna wakati naliaga mimi Kongo Queen, nalia. Kwa sababu kufanya biashara ni kazi kubwa sana tena sana. Tena ukutane na tuseme kama vile ukutane changamoto TikTok, comment, kuna mtu ana comment kwenye biashara yako, Kongo Queen nimefanya hiki akijafika na hajanunua hata na anakuambia leo anakuandikia sema bikwanga vyako vinaharibika na haja utakunanga. So bro, mimi akisema kweli sio kazi rahisi. Biashara yangu afu na vipromote vizuri. Kisema kweli kwanza mimi pekee Kongo kunijipongeza kwa sababu sio kazi rahisi. Afu tena hicho kitu akijawahi kutokea kwenye mwanamke wote tu Kibondo. Yaani ile itoishi kio saka ba chuba na baba bembe. Choza na bembe tokio baba ongo. Mango to mton kampani. Lakini biashara ya to ota. Osanga to anabakia biashara mabo lakini ambocho ati promote. So lakini ngai na bashi bi promote nabidi ni pongeza nabidi tani ndiwo mama kala nile namo. Lomba kalo na basha. Olonga mungo bachake bwa mabani Kongo kunishi na bashi promote ne biashara untanda na wakati ile biashara abo bisakela falanga. So hivyo kwa hiyo hao wengine wafanya biashara ambao wako na biashara vyao ambao wao na wao pia wanashindwa kufanya kile ambacho wao wanachokifanya, haswa hususa kuingia kwenye mitandao, unatangaza biashara watu wanaona na kuna baadhi ya watu pia wanakusapoti. Kwa hiyo unaweza ukawaambia nini ili na wao pia wafanye kile ambacho unachokifanya? Kisema kweli ile yaenda kwanza mtema wabidobe na mtema ondalila biashara ya belo wanyine bo chicho be frango abo sika chicho franga. Kama ushatoa pesa zako hapa 2000 3000 usharangua vitu Afrika, hizo ni pesa zako bro. Alafu nakuta unachukulia hivyo vitu unasema nini yake machi wa mtu sema ngingila ntando mango kosha mienda. Okay, sasa hicho mienda yoboko la chicho franga 1300 china chicho bosa kya hicho mienda ocho waben lome yo shicho kocha hicho mienda ama ocho waben lome shikalo falanga. So kitu kingine wanamke wakitoa kibembe tu wanaelewa kwamba hata kama unaolewa huyo mume wako sio pesa bro. Tatizo zaidi sana wanamke wa kibebe tuko tunaigamia ngambo moja. Mimi sijakataa wanamke kuolewa lakini wanamke wa kibembe tunaigamia ngambo moja. Alafu kitu ambacho sasa hivi kinatutesa sisi kama wanamke wa kibembe ni kwamba sisi tunaamini sana kukaa kwenye ndoa ama kuolewa ndio kitu ambacho kinaweza kutupatia mafanikio kwenye maisha. Lakini nikija kuangalia hizo zote ngambo, kuna sometimes tunataka kuolewa tunatoka ama kuna sometimes tunakaa kule kwenye ndoa lakini hakuna mtu ambaye anaweza penda kukaa na mtu ambaye ana pesa bro. Tukiangalia majority Marekani, kila mwanaume na kila mwanamke anataka mwanamume mwenye kuna pesa. Ni lazima mwanamke tu ajitume pia kwenye pesa. Unaweza kukuta mwanamke anaolewa kesho ama kesho kutwa hapendi tena kutumika kazi. Anakaa kunyumba hata kama hajazaa lakini anasema ina yake mamu yesha natumia ati. So kwa hiyo mobe maisha kwanza mojo pangana huko mtu. Omofikira male maisha be ni bobo asitumia achi. Ni wo mangoli atake pesa. Unaona, so hiyo sio kitu rahisi zaidi sana. Yeah. Tumeshukuru sana kwa muda ambao umeweza kutupashia na kidogo mama wangu anipigie. Bado amepigiwa simu na mama yake na bado anaongea na mama yake lakini bado tunaendelea kumuuliza, yani leo ile kiu ambayo tuko nayo ya kumuuliza maswali tutakwenda kumuuliza. Na vipi, ngoja kwanza nikutoe nje ya mada kidogo. Kuna baadhi ya vipi kwanza una mchumba? Mimi sina mchumba babangu. Kwa nini una mchumba? Sijapenda kuwa na mchumba. Sio hauna au hii imekaje? Mimi sina mchumba, sijakuwa wakati wa kusema kwamba niwe na mchumba. Muda ukitaka mchumba unampata? Sio kusema muda wote sijahitaji. Yaani miaka yangu ambayo niko nayo haijakuwa kusema kwamba nipate mchumba yani sijakuwa tayari. Yeah. Sawa. Ngoja nikuulize hili swali hapa kidogo inaweza kuwa na utata. Hivi kwa mfano tukuwekee mwanaume ambao yuko na mtoto. Sawa? Na kuna mwanaume ambaye bado hajawa na mtoto. Kwa haraka wewe unaweza ukadate na nani? Mimi sitadate na mtu. Nakuuliza tu wewe unajibu tu lakini najua kwa huwezi ukadate kwa upande wako wewe. Kisema kweli huwezi juu, mimi sijui kama naweza kadate na nani kwa sababu sijui nani mwenye na roho mzuri, lakini naweza nikaenda na wale mwenyewe ameshakuwa na mtoto. Hapo. Na kwa nini unaweza ukachagua huyo ambaye yuko amekutaniwa na mtoto?
Kwa sababu vijana wengi wa Kibembe zaidi sana tutende mpaka baba bondo, so osanga mpaka tana bota, lakini tutenda akili nao akitana babyangire tana manyeni bongando ayiko wabile tanya manyeni boye ntakyo shina macha na bile, lakini oleo shile na mwana ashima ogopa ni bobino ni shile ma depense mikola dai pa onja state japoka kama liweka mimba kama shaka iko asha kwa na ile akili adugudugu ashaanza kuteseka kwamba kila ingalopikwa simu mpaka la dai, lakini kama unaenda na ule mwenyewe ajaza akili yake yote huko kwamba kesho anaweza kuwa mwanamke mwingine, hata kama tena kisha kuoa wewe mwenyewe ushakai kuolewa, so unakuta wewe ndio unaweka maisha yako inaharibika kwa sababu ule mtu hajawahi kuoa ama hajawahi kutesekea mapenzi, hajawahi kutesekea maisha. So unakuta mwanaume ambaye hajawahi kuoa yeye yuko na maamuzi yake, akupende akuoa hata anaweza kuoa hata mara pili hata mara tatu, so hiyo inawezekana. Hauwezi kwa wanaume ambao bado hawajawa na watoto hauwezi kuwa na uchungu, yani hauwezi kuwa na uchungu na kukulea vizuri. Yani tuseme wako hivyo kwa sababu akili yao ya komaa. So kwa sababu mwanaume anakuwa anakomaa pia kwa vile kisa anavyooa, anaweza kuteseka, yule mwanamke anaweza kumtesa, kuladai pa kulabi leba mwanaume na akili yake inaanza kuwa hapo. Sasa mwanaume kama bado hajawahi kwa hawezi kuwa na akili zaidi kama mwenye shaoa. Na ngoja tuachane na hizo na vipi huwa unasikiliza muziki wa Afro Bembe wa Wabembe? Nawaga sikiliza. Ni msanii gani ambao wewe unamkubali sana? Kisema kweli hapa kuna utata mkubwa sana kwa ajili ya wasanii, lakini naweza nikasema kwa msanii ambaye kabisa tunamtegemea zaidi na zaidi sana. Unajua kuna wasanii ambao wanatumika vizuri, kuko Gaspar anatumika vizuri, kuko wengine tu wanatumika vizuri, wakina Diki wanatumika vizuri, lakini msanii tunaweza kusema kwamba msanii ambaye anachukua industry ya Kibembe zaidi sana ni Nyagomeni. Kwa sababu Nyagomeni ni msanii fulani ambaye anaweza kututota kwenye aibu sisi wa Bembe. Unaona, nishaangalia video waga niko na wasanii kwenye TikTok, Instagram, WhatsApp. Kisema kweli Nyagomeni ni kitu kingine ambacho kijawahi kutokea kwa sisi wa Bembe. Kwa sababu Nyagomeni ni mtu ambaye sijua na talent fulani ambayo sisi hatuelewi. Unaona? Kisema kweli sisi tuna wasanii, lakini unajua haya mambo mengine kurekodi bro tuwe tunayaheshimu. Kwa sababu kuna wengine wasanii hawezi kurekodi kitu. Anaweza kuenda out kwenye fasi kale yake hawezi kurekodi. Lakini kitu ambacho mimi nampendaga Nyago waga na ile nguvu fulani ndani mwake. Hata kama akipata kinga hata rekodi na kujivunia nayo. Sasa kuna watu wengine hata wakipata kinga wajivunii na warekodi. So kwa nini nikasema kwamba Nyagomeni ni msanii ambaye tunamtegemea sana kwenye Kibembe na inabidi ajue hivyo kwamba kama tuko hapa tunamwangalia. Unajua kuna watu wengine sio mpaka tukusupport. Sio hata aseme tukutumia hata pesa Nyagomeni. Tatole ni voto tumia hata franga ni voto support bope. Wao mwenyewe wanasoto emolo lao. Unajua kuna business zingine ni lazima kwanza watu wakuangalie kama unaendelea kutumika aje kwenye industry yako, kwa sababu sisi hatujui unachokitumika. Na sasa hivi unaweza kwa wengine wanamtukana Nyago tamutumia vyangine, lakini sasa hivi Nyago anafika mpaka kwenye sijui watu wakubwa wanamwandikia. Unaona watu wakubwa na comment kwenye mambo yake. Na ndio tukasema kwamba msanii mkubwa ambaye anaweza kuja kututoa aibu hapa ni huyu Nyagomeni. Kwa sababu angalia mtu ambaye yuko kwenye maisha chini Nyarugusu lakini anatesa watu kwenye WhatsApp na TikTok. Anavyo tutesaga tu anapopata gari Nyago. Hata swala msonga Nyago oposi. Hata zina TikTok. So kwa hiyo ni msanii ambaye kabisa yuko na kitu kikubwa sana. Na kitu kingine waga napenda sana ambaka baba ndo bayifundisha. Nyagomeni alena achiva nachi. Nyago alena achiva nachi. Na boss akyo wache abu ache na boss bapendeza. Lakini utakuta mwanaume hapa kwetu Marekani iko na mwanamke umoja. Yaani na anamshindwa hata msupport mwanamke. Yaani ni kitu ambacho niko na shangaa. Nyagomeni na achi boss bana achi na boss amo support amo wacha longa na boba post rose nike mukokere kama ngama sanje ba achi banyago bakonda bongelo chao be wakonda sasa post yo be wakonda bongeto muone. So kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa sana na Nyago anachokitumika. Unajua kuna watu wengine wana mabaya yao. Nyago akondama lakini aikitekea byo bito. Unaona? Bila vitu vya ontanda obonge post baba ntebyo ontanda bya utana. So kwa nini nikasema kwamba msanii ambaye anaweza kuja kututoa aibu sisi wa Bembe na msanii ambaye kabisa tunaona lengo lake ni kubwa sana tena sana kwenye sisi wa Bembe ni huyo Nyago. Nyago unajua ile kambi ya Nyarugusu ile na wewe kambi wiki mwana ngome wapigwa yo tobo ngoma tena tobo ankambi. Kwa sababu Nyago kitu ambacho yuko nacho pale ni kwamba yeye kukua msanii mkubwa zaidi. Unajua kuna wasanii ambao wanajua kuimba afu kuna usanii mkubwa. Unajua kuna Diamond afu kuna Alikiba. Alikiba anajua kuimba afu Diamond ni wa watu wote, yani ndio gisi Nyago alivyo. Nyago ana spirit ya kuendelea sana, tena ana spirit ambayo kufanikisha watu wengine. Kitu nataka kuniulize. Tena ambao wako na wasanii right? Lakini sio kama vile gisi Nyago yuko na wasanii wake. Nyago
yani wiki na kila mwezi analeta wasanii wapya na watu wanaendelea vizuri sana. Sasa hivi ana Dogozu, sasa hivi ana ule mwingine kama Ndo Bobo. Sasa hivi kuna wengi sana wasanii pale. Unaona? Kuna wasanii wengi pale wa Nyagomeni na wote wanaendelea. Dogo Njanja sasa hivi ndo anachukua Endris mzima. Sijui mwezi uliopita hapo Dogo Njanja alikuwa anaumiza. Unaona? So kwa hiyo naweza nikasema kwamba jamani tujiangalie. Kazi lazima zitumike. Kama wewe unataka kuwa maarufu, jiangalie. Kama wewe ni mfanya biashara, jiangalie ufasi gani ambao unataka kufika kwenye maisha yako, kwa sababu hata mikongo kunisho sana support ujenga bro. Kama uendelee na mzigo wako na mziki wako, mimi nakuangalia kama gisi ulivyo na sikusupport. Na pia najua uliongelea kuhusu Gaspar. Hivi tungesema ule Nyagomani angekuwa kama yuko hapa Marekani, wewe angekuwa kama nani? Unajua si mpaka mtu awe wapi bro. Talent inaoneshaga tu. Sasa hivi nyota kubwa kwa Bembe ni Nyagomeni. Mkubali msipokubali. Sasa tunamjua Gaspar gisi alivyo na bado anaendelea kukuja kwa ajili ya kuimba. Mimi sikoje nasikiliza nyimbo za Gaspar sana, lakini najua anaimba vizuri. Yes, saa zote zile tunaziweka hizo nyimbo, lakini sio unajua aja tutana tola chani bila bitoni ngamo ale na byomanga sana twapata chake clip chibila no samo tenda na inge to Gaspar sakebo bo sangam tole nsani lakini ole nabo uitenda bio vitu vya bole manga sana. Gaspar anatetemeka. Kuna sana tetemeka, yes. Unaweza kumwangalia kuna sasa tetemeka. Bado anaogopa kuingia kwenye Endris. Kama unasema unaingia kwenye Endris lazima uwe na strong. Yes, lazima aingie nasi uweke la kitu mimi ni ake mwanu shina ngolo binobi oba mwenyewe hata nebo wiki kemba ingela obe wose. Na ndo maana mikongo kunishuka kina ogopa Kongo kuna itabido. Hii na ocho atumi abiwa mushe yote ngama mataka choko mara toko netusa toko mbani. Enge to mwebe no mesi opa. Na ndo bikombana kwa sababu tunapiga ndo na kwa mtu atakusema hivi no, wewe kubaliana na hayo mambo. Bwana tumeshukuru sana kwa muda ambao umeweza kutupashia Kongo Queen, na naona simu zimekuwa nyingi na kweli muda umetuacha na joto imekuwa kali sana Arizona hii. Na neno moja ngoja kwanza nikurudishe nyuma kidogo. Ukipata nafasi ya kuwashauri wasanii wa hapa Marekani, hapana kambini. Ukipata nafasi ya kuwashauri wasanii, unaweza ukawashauri nini? Yani kitu ambacho wanavyoenda tofauti, huenda kwa mtazamo wako jinsi unavyoona, huenda kuna vitu ambavyo hawavifanyi vizuri. Yani kitu ambacho mimi waga na wachukia wasanii hapa kwetu ni waoga sana. Wasanii wetu yani wanaele kitu tu kuingia kwenye studio wanasema lakini wanaoga. Yani wale nabo bakamanga sana obanda na acheba mutumia. Atote ndaba mutumia na solo mbaka batumia lakini wale nabo baka sana. So kitu ambacho naweza nikasema kwamba mwabidi yani tutaenda wiki ole mama makala mtu makio wana amwe unatumia eto afu ngitu tunatumia ama utumia eto no solo mbaka lo yani mikongo Queen imana na imana no wala nasema kati tutapigana obala bacho kwa tokombara micho makati laweze kalocho zarawiri na ndio kisiviko kwenye industry ya muziki bro. Ukishasimama kutumika muziki wako, ukishasimama kutumika kitu chako be abo baze sho lombakalu shukulo shicho pata obe toshibe na mtu kitu kingine wanashindwa kujielewa kwamba wanatoa pesa zao hapa kwa ajili ya kurekodi video, lakini unakuta msanii osamo amo chukuma ana bolo mic bino sango samo chukuma papa omo chukuma etobe no kati tumia aje. Na kitu kingine tu umaarufu sio mwingi sana kwa wasanii wetu. Na kitu kingine lazima ujue kwamba kama wewe ni msanii au usali kuonekana kila fasi bro. Au usali mimi naambiaga maarufu unachungwa sana. Kama jana ya hapo kwenye hiyo harusi kuna wasanii wengi ambao walifika pale. Walialikwa sana na Gaspar alifika pale na perform. Alikataa kuperform lakini yao ni upumbavu sana. Ni upumbavu sana. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Na afu mimi naambiaga sana wasanii wetu. Hapa ni yo sherehe yoshaliko. Obe msosho obe mwanu support bale batoto nabo Franco Kasha ponga bakonda na taulisha rasi kwa kwanza konda na meno za Marekani tabale ba kwanza wale ba morendeza na no batoba bolo mangasana. So hata kama mtobene hata na nibwe akonda harusi nao bengati wali kwa wewe ni mtu mkubwa. Hakikisha